Hadithi ya kitamaduni ya Wapokot. Katika vilima vya mbali vya Sundani, West Pokot, ambako upepo hubeba sauti za nyimbo za jadi na milio ya mifugo, aliishi msichana mmoja mzuri sana aitwaye Chepkorir. Alikuwa binti wa Chifu Lomong'in, msi mwenye heshima, mali na hekima kubwa. Chepkorir alikuwa fahari ya kijiji. Wanaume wengi walitamani kumposa, lakini katika mila za Wapokot, ndoa haikuwa tu kuhusu mapenzi. Ilikuwa kuhusu ng'ombe, heshima na hadhi ya familia. Kila asubuhi, alipokuwa akitembea kwenda kisimani kuchota maji, vijana walinyamaza, wakitazama uzuri wake kwa heshima. Lakini moyo wake haukuwa kwao. Alimpenda kijana mmoja maskini wa malisho aliyeitwa Longorok. Longorok hakuwa na ng'ombe, hawakuwa na ardhi. Alikuwa na kitu kimoja tu, upendo wa kweli na moyo wa ujasiri. Siku moja, alikusanya ujasiri wake, akaenda kwa Chifu Lomong'in kumwambia nia yake. Lakini Chifu alicheka kwa sauti kubwa na kusema, mwanamume asiye na ng'ombe hawezi kuwa binti wa Chifu. Maneno hayo yalimuumiza sana Longorok, lakini hakukata tamaa. Aliapa mbele ya marafiki zake, nitapigania upendo wangu. Nitapata ng'ombe wangu mwenyewe. Asubuhi iliyofuata, akaanza safari ndefu kupitia nyika kame na milima yenye miiba. Alivuka mito mikali, alilala porini, akapigana na wanyama wa mwituni, yote kwa ajili ya Chepkorir. Alijiunga na vijana wa kijiji cha mbali katika uporaji wa ng'ombe, kama ilivyo jadi ya wapiganaji wa Pokot, akijaribu kupata mali yake mwenyewe. Miezi ikapita. Kijiji cha Chepkorir kilisikia habari kwamba Longorok hakuonekana tena. Wazee wakaanza maandalizi ya harusi ya Chepkorir na mwanamume tajiri kutoka kijiji kingine. Chepkorir alikaa kimya, machozi yakimdondoka usoni, moyo wake ukiwa umevunjika. Lakini siku ya sherehe, wakati midundo ya ngoma ikiendelea na watu wakicheza, upepo makali ulivuma kutoka milimani Sundani. Watu walisikia milio ya kengele za ng'ombe, ng'ombe wengi sana. Wote wakageuka. Kutoka mbali akaja Longorok akiwa amefunikwa vumbi, macho yake yakiwa yamejaa uchovu na fahari. Nyuma yake ng'ombe 50 walikuwa wakisogea taratibu, wakitoa sauti zao za utulivu. Chepkorir alipiga yowe la furaha. Wazee wote walinyamaza, wakimtazama kijana huyo aliyerudi kutoka kwenye kifo. Chifu Lomong'in alisimama, akatazama Longorok kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya heshima, mwanamume anayepigania upendo wake kwa moyo wa ujasiri ndiye anayestahili binti yangu. Sauti za furaha zikasikika kila mahali. Wanawake wakapiga vigelegele, ngoma zikaendelea, na milima ya Pokot ikavuma kwa sauti ya shangwe. Siku hiyo, Longorok na Chepkorir walifunga ndoa chini ya mti wa mwanzoni, ishara ya umoja na maisha mapya. Ng'ombe walipewa kama mahari na kijiji kizima kilisherehekea. Tangu siku hiyo, hadithi yao ikawa hekaya maarufu, hadithi ya upendo, heshima na ujasiri. Wazee wa Pokot wanasema hadi leo, upendo wa kweli haupimwi kwa mali, bali kwa moyo unaothubutu. Na hivyo, vilima vya Pokot bado vinaimba kwa upepo, vikikumbusha kizazi kipya kuwa mila ni utambulisho wetu, lakini upendo ndio moyo wa binadamu. ID.